Kwa watu wa water sign, Cancer, Scorpio na Pisces au nyota ya samaki, nyota ya nge na nyota ya kaa. Nilipokuwa nafanya energy reading ya weekend hii, kuna vitu nimekuwa nikiona, na kitu kimoja ni kuwa watu wa water sign nimekuwa mkijiuliza, am I too much? Ama mimi ni mengi kupita kiasi? Na kitu ambacho kiko ni kuwa Spirit inakuambia ni wakati wa kuacha kujiuliza kama wewe ni mengi kupita kiasi, kwa sababu wewe unajiona kuwa uko too much kwa watu wengine, na ukweli ni kwamba wewe huombi mengi, ni kuwa unaomba hivyo vitu kwa watu ambao hawakuweza kuthamini thamani yako, labda muda, commitment, umekuwa ukiwaambia, lakini hawa watu hawakuweza kuthamini. Kwa hiyo acha kujilaumu kwa wewe ni mengi kupita kiasi. Weekend hii kitu kimoja inakuletea nguvu ya uponyaji wa kihisia, kwa sababu kuna jambo ambalo zamani limekuwa linakulemea katika moyo wako, limekuwa linakunyima amani. Hili jambo litaanza kupoteza nguvu zake, na utagundua kuwa hili jambo halikuumizi tena kama zamani, na hii ni ishara nzuri kwamba umeanza kukua, ni ishara nzuri kwamba umeanza kupona, ni ishara nzuri kwamba unaendelea mbele. Pia Spirit inaonyesha kuwa uko na intuition kali sana, na hii intuition imekuwa ikikuonyesha vitu vingi kupitia ndoto zenu, huwa ziko na ujumbe muhimu. Wengine mtaanza hata kuona namba ambazo zinajirudia mara kwa mara, ambazo tunaziita angel numbers, au unaweza kupata hisia ghafla ambazo baadaye hizi hisia zitathibitishwa kuwa kuna ujumbe ndani yake. Katika mila za kiroho, watu wengine huona ishara kama hizo kuwa ni mwaliko, unalikwa wewe mtu wa water element uweze kutafakari zaidi. Ingawa hizi tafsiri zinaweza kuwa tofauti, lakini kila message, kila synchronicities ama kila namba au marudio yote yanayokuja, jua liko na ujumbe muhimu. Pia Spirit kwa inaonyesha kuwa kuna mtu ambaye anakukosa zaidi, zaidi kuliko anavyoweza kukiri. Huyu mtu kwanza alikuwa anafikiria kuwa uwepo wako utakuwepo milele, utakuwa unangoja. Sasa anatamani kuwasiliana, lakini kuna kitu anapambana nacho, anapambana na hisia na kiburi katika maisha yake. Kwa hivyo ikiwa mawasiliano yatatokea, mtu atakutafuta, kwanza kama ni mtu wa water element, usikimbilie kufanya maamuzi ya kutaka kuongea na huyu mtu. Kwanza sikiliza moyo wako, chukua muda kutafakari kabla hujajibu, kwa sababu ujumbe wa weekend ni ujumbe wa kunaweza kutokea msamaha. Inaweza kuwa ombi la msamaha kutoka moyoni, au mtu tu ana miss uwepo wako. Kitu chingine, zile ndoto unazoziota zitakupatia mwanga kuhusu mtu au hali fulani yoyote. Kwa hivyo usichukulie poa, ziandike. Unaweza pia kukutana na mtu ambaye yuko mtulivu, mtu ambaye ni mwaminifu, na ni mtu ambaye ana nishati ya kufanya wewe ujisikie salama zaidi. Kitu chingine ni kuwa unaweza pata amani kuhusu jambo ambalo kwa muda mrefu umekuwa linakuwa linakunyima hata usingizi, nitakupatia amani. Pia limekuwa likikuletea mawazo mengi, sasa utaanza kutulia. Kwa hivyo kitu ambacho nataka kuambia ni kuwa mtu wa water element, you are not too much, na usijidharau eti kwa sababu ukubwa wa moyo wako unauona kama pengine ni hatia ama ni kosa kwa watu wengine. Wale ambao wanakusudiwa katika maisha yako watakuja tu, na hawatakufanya tu ujisikie kuwa wewe ni mzigo, hapana. Kwa hivyo kitu kimoja, endelea kusikiliza intuition yako ndani. Uko na intuition kali, uko na sauti ndani ambayo inajua vitu. Linda amani yako, na pia kubali uponyaji ambao ni mchakato unaendelea ndani yako. Ukubali, kwa sababu hii weekend ni mwanzo wa kurasa mpya ya utulivu, matumaini na pia baraka. Usahau kuwa energy reading ya siku husika zote inapatikana kwa channel ya Dr. Mwaka Global. Hivyo basi like, comment and share, pia usahau kusubscribe na kugusa kengele ili kila video mpya inayokuja iwe wa kwanza kuipata.